Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana katika mkutano wetu huu mfupi ambapo Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro MUM kitazungumza na ninyi waandishi wa habari na wahariri wa vyombo vya habari, na kwa niaba yenu basi habari hizi zitawafikia Watanzania wote katika maeneo mbalimbali, na taarifa hizi pia zitafika dunia nzima. Mimi naitwa Majid Mswahili ambaye ninafanya uratibu tu wa kuongoza jambo hili, lakini msemaji wetu ni mwenyekiti wa kamati rasmi ya maadhimisho ya shughuli hii ya miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro, naye anaitwa Dr. Bakari, ndio atazungumza nanyi. Na hapa baada ya mazungumzo, hotuba yake, tutaruhusu maswali kama yatakuwepo. Pia tutatoa nukuu zile ambazo atakuwa ameongea hapa kwa ajili ya ithibati na rejereo kwa ajili ya vyombo vyenu. Baada ya kusema hayo, nafahamu wako waandishi wa habari hapa kutoka UTV, TBC, ITV, Abudi Media na vyombo vingine vya mkondoni kwa maana online. Na pamoja na mimi nimeambatana na mwakilishi wa wahitimu ambaye mhitimu wetu hapa daktari. Nimeambatana na rais wa serikali ya wanafunzi yuko hapa, pamoja na mwenyekiti wa kamati hiyo Daktari Bakari, na nipo vile vile na amiri anayeshughulikia masuala ya wanazuoni na taasisi za Kiislamu Dr. Pazi Mwenyemvua. Ndio tuko katika press hii kwa niaba ya makamu mkuu wa chuo Profesa Musa Asad ambaye yuko safarini akishughulikia mambo haya, na Profesa Hamza Mustafa Njoz ambaye ana udhuru leo, yuko Dar es Salaam akishughulikia masuala haya. Kwa hivyo bila kupoteza wakati sasa, ndugu waandishi wa habari, na kukaribisheni kwa ajili ya kusikiliza hutuba ya ndugu zetu waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali. Nirudi tena kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninaomba kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, kwa kutuwezesha kukutana hapa leo kwa madhumuni muhimu na ya kihistoria kuzungumzia maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM mnamo mwaka 2005. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, mwaka huu 2025 MUM inatimiza miaka 20 tangu kuanzishwa kwake. Miaka hii imekuwa ya kujifunza, kujijenga na kuimarisha misingi ya elimu, maadili na huduma kwa jamii kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni miaka 20 ya MUM, wasomi waadilifu ni tunu kwa taifa. MUM inaamini kwamba jamii yetu haina shida ya wasomi, bali ina shida ya wasomi waadilifu. Kupitia kauli mbiu hii tunawakumbusha Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kuwa chuo hiki kilianzishwa kwa dhamira ya dhati ya kutoa elimu bora inayojali misingi na maadili mema, utu na mchango katika ustawi wa jamii ya Kitanzania na kwa umma wa Kiislamu kimahususi. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba chuo hiki kilikabidhiwa rasmi mikononi mwa mfuko wa kuendeleza Uislamu MDF chini ya wenyekiti wa Mzee Kitwana Kondo kwa niaba ya Waislamu wote wa Tanzania mwaka 1204 na aliyekuwa rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Hakika Mzee Mkapa alikuwa na maono ya kuona mbali na fikra pevu, hasa kutaka mtangamano na muafaka wa kitaifa miongoni mwa Watanzania. Tunamshukuru sana hayati Mzee Mkapa. Sasa ni miaka 20 imepita tangu uamuzi ule mgumu na uliofanywa kwa busara kubwa sana. Ndugu waandishi wa habari, kipindi hiki cha miaka 20 Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM kimepiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali. Masuala ambayo MUM inajivunia ni pamoja na haya yafuatayo. Kwanza, kuimarisha elimu. Tumefanikisha uanzishwaji wa program mbalimbali za shahada na stashahada katika taaluma kama sheria na sharia, biashara, elimu, sayansi ya jamii,
lugha na mawasiliano ya umma, miongoni mwa kozi nyingine. Pili, utafiti na machapisho. Tumewahamasisha wahadhiri na wanafunzi kufanya tafiti zinazogusa jamii moja kwa moja, ikiwa ni pamoja na machapisho ya kitaaluma ambayo yamechangia mabadiliko chanya katika taaluma na ustawi wa jamii. Pia maendeleo ya miundombinu. Kutoka majengo machache mwaka 2005 hadi leo ambapo tuna kampasi yenye miundombinu ya kuridhisha, maktaba ya kisasa, maabara na maeneo ya ibada. Jingine ni mahusiano ya jamii. Tumekuwa mstari wa mbele katika kushirikiana na jamii kupitia huduma za kijamii, semina, makongamano na ushauri wa kitaalamu. Na jingine ni kwamba kwa sasa tunafurahi kukujulisheni kuwa jumla ya wahitimu 15,000 wamehitimu katika chuo hiki tangu mwaka 2005. Wahitimu wenye ujuzi changamani, maarifa ya kutosha na maadili faafu wanahudumia jamii nzima ya kilimwengu, na wengine baadhi yenu mpo hapa. Ndugu waandishi wa habari, kilele cha maadhimisho haya kitafanyika tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Hii itakuwa ni siku tukufu na siku kubwa ya Ijumaa, na hapa chuoni mgeni rasmi tunayemtarajia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi chetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku hiyo tutashuhudia matembezi ya hisani, uzinduzi wa miradi mipya ya maendeleo, kongamano la kitaaluma na utoaji wa tunzo maalum kwa watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika maendeleo ya chuo hiki. Aidha, tunatarajia kufanya wakfu wa kupanda miti ya matunda katika eneo kubwa la chuo chetu kama ishara ya kuhifadhi mazingira na hivyo kuunga mkono juhudi kubwa zinazofanywa na serikali yetu. Ndugu waandishi wa habari, MUM inatambua nguvu ya wanahabari na kujua fika kuwa ninyi ni daraja muhimu kati ya taasisi yetu na jamii. Kwa hiyo, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa tunakuombeni kwa dhati ushirikiano wenu katika kusambaza taarifa hizi muhimu kwa wananchi ili wote washiriki katika furaha na mafanikio haya. MUM ni mali ya Watanzania wote na mafanikio yake ni fahari ya taifa letu, na hasa ikizingatiwa mgeni rasmi wetu ni kipenzi chetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kuhitimisha, kwa mara nyingine tena nawashukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Tutaendelea kutoa taarifa kwa vyombo vyenu kuhusu maendeleo na maandalizi ya kilele hiki. Ni matarajio yetu kuwa mtakuwa mabalozi wazuri wa maadhimisho haya ya kihistoria, na karibuni sana katika kilele hicho ambacho kitakuwa ya maadhimisho haya. Kama nimeelewa vizuri, alikuwa nataka ufafanuzi wa kauli mbiu, ndio? Sasa kauli mbiu tulisema miaka 20 ya MUM, wasomi waadilifu ni tunu ya taifa. Na tukaifafanua tukasema kwamba MUM inaamini kwamba tatizo si wasomi, isipokuwa tatizo ni wasomi waadilifu. Kwamba ni kiasi gani usomi wako utumia kwa kuihudumia jamii, lakini katika kiwango kikubwa cha uadilifu. Kwa hiyo sisi hilo ndio tumeliona kwamba tubebe kauli mbiu hiyo, kwa sababu ukitazama kwa mazingira sasa hivi tunao wasomi wengi sana na nchi inapiga hatua, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunasema kama uadilifu ungekuwa umetawala katika fikra na mioyo ya wasomi hawa, inawezekana tukawa tumefika mbali zaidi. Kwa ndio maana tukaona katika kusherehekea na kuadhimisha miaka 20 ya MUM, basi tuibebe kauli mbiu hii ili iwe ni chachu iweze kuenea katika jamii yetu ya Tanzania. Alafu pia uliuliza kwa nini tusherehekee sasa na sio miaka 15. Unajua maadhimisho haya na kanuni, na sisi tulidhani kwamba miaka 15 labda itakuwa ni mapema mno, kwa sababu chuo kimeanza 2005 rasmi kimasomo, lakini
kilianzishwa mwaka 2004. Kwa hiyo tukaona miaka mitano ya mwanzo, alafu miaka mitano ya pili ilikuwa kama vile tunajipanga. Lakini sasa hivi kufika miaka 20 tunaona labda ni wakati mwafaka wa kufanya maadhimisho haya, ili sasa tuutangazie umma wa Tanzania kwamba jamani, chuo chenu hiki kimefikisha miaka 20 na haya tuliyotangaza ndio mafanikio yetu, na tunafikiria miaka 20 ijayo chuo kinatarajia kuwa mahala fulani. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tumelifikiria tufanye katika maadhimisho ya miaka 20. Na kozi zipi ambazo nafikiri zimeleta mabadiliko kwenye jamii? Kimsingi ni karibu kozi zetu zote ambazo tunaziendesha hapa, lakini hasa tunaweza tukasema kwamba kozi yetu ya mawasiliano kwa umma imeleta tija kubwa sana, kwa sababu ukiangalia waliosoma hapa ambao wako katika nafasi mbalimbali serikalini na katika mashirika, tunapata faraja na tumewalika watakuja hapa kuja kutoa michango yao ya mawazo kwamba chuo kifanyeje ili kupata mafanikio zaidi katika miaka 20 ijayo. Lakini pia upande wa sheria, kozi ya sheria na sharia, wanafunzi wetu wanafanya vizuri sana, kwa sababu kwa miaka 2 au 3 mfululizo wamekuwa washindi katika mashindano ya moot court na wamewakilisha nchi katika mashindano ya mataifa huko Marekani. Kwa hiyo tunaamini kwamba haya ni maeneo ambayo yametujenga vizuri sana. Karibu. Asante sana. Naomba tu niongezee nukta nyingine, ambapo wao pia ni walimu lakini wanabobea sana katika dini ya Kiislamu. Sasa baadaye mambo yamekwenda na mpaka sasa hivi sasa tuna mass communication kama alivyozungumza, lakini pia tuna fani nyingi kidogo, labda nizisome hapa alafu ndo nichangie tena vizuri zaidi hapa. Yes, sasa hivi tuna degree ya ualimu, ambapo humo ndani ukiingia ualimu masomo ya sayansi, ualimu masomo ya arts, halafu ualimu masomo ya Islamic studies, masomo ya dini ya Kiislamu. Lakini pia degree nyingine ni hii ambayo mwenyekiti amezungumza, laws and sharia, yani ile Islamic secular law alafu na Islamic law. Na hao ni wanakuwa baadaye mahakimu, majaji. Tunajua kwa mfano Tanzania Waislamu na Wakristo na watu wa dini nyingine. Kwa hiyo huyu akija kuwa hakimu kwa mfano, haya familia ya Kiislamu iko pale imekwenda kugombana, wako mahakamani, huyu sasa atakuwa na advantage kuliko yule aliyesoma tu secular law. Kwa hiyo atajua kwa mfano mirathi ya Kiislamu inasemaje. Ni mambo ambayo amejifunza hapa. Na hapa wanafunzi wetu ni Waislamu, Wakristo na wale wa imani nyingine. Alafu degree nyingine ni degree nyingine kama tulivyosema, hiyo ya Masscom, vyombo taaluma hiyo ya vyombo vya habari kwa mapana yake. Lakini nyingine ni Islamic Banking and Finance. Mnajua kwamba Amana Benki ni benki ya Kiislamu kwa 100%, lakini bado kuna kitu kinachoitwa Islamic Window, kwamba ni benki conventional, sio za Kiislamu lakini zina huduma za Kiislamu, CRDB, NBC, KCB, na kule ukienda yule ni mtaalamu. Kwa hiyo wengine wala sio Waislamu lakini ana utaalamu wa Islamic Finance na Islamic Banking, na chuo chetu kimechangia sana kuwazalisha wataalamu hao. Na eneo lingine ni procurement and logistics, pia ni degree ambayo tunaitoa hapa. Lakini pia eneo lingine ni medical laboratory, yani wale wataalamu wa maabara hizi za hospitali. Lakini pia kuna science laboratory, ni wale ambao wanakuwa wataalamu wa maabara kwenye viwanda, kwenye shule na maeneo mengine ambayo sio ya afya. Sasa kwa upande wa walimu, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kujivunia katika ufundishaji wa walimu, katika kuzalisha walimu kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu katika elimu, kwamba kuna muda fulani wanafunzi wanatakiwa waende sasa kwenye shule kufundisha.